uwanjani natoka na majonzi nalia. Sawa bana, Yanga imenishinda. Sasa nimechoka, bora nishikamo Yanga, nisalimie Yanga, niweze kupata kula muda. Jezi nayo hii hapa, nimeinunua hii hapa. Sasa usajili, mimi siwezi kusudia mchezaji sijamuona uwanjani. Nimemshuhudia Salum Mwalimu ameingia, amefanya kazi nzuri sana. Sasa nauliza benchi la ufundi waliomshauri kocha amtoe Mpanzu na Mkwala, sawa? Dakika zile alizomtoa Mkwala, ni nani amefanya kazi pale mbele? Kwa nini asingemwacha Mkwala akacheza na Salum Mwalimu? Mimi naamini benchi nani aliyofanya sababu aliyofanya imeleta madhaifu kwenye timu yangu. Inaonekana washauri wake sio wazuri pale. Washauri sio wazuri bana. Mpira huwezi dakika 90 bila offside hata moja. Offside hata moja. Dakika 90 hata kupita mule kwenye 18 ikaonekana kuna kashi ionekane hamna. Target ya wapi ile moja bana tu. Timu kubwa ya kimataifa ile. Mimi siami na jezi navaa jezi ya bei unaiona. Sawa shilingi 100. Lakini lazima mtani ni muamkie. Salimia tena. Shikamo Yanga. Shikamo Yanga. Shikamo wachezaji wa Yanga. Shikamo benchi la ufundi wa Yanga. Simba wajitasimini wale benchi la ufundi. Mashabiki wa Yanga wote. Shikamo. Nilifanya niamkie Yanga. Mimi ni mshabiki mzuri wa Simba, safi sana. Nimetembea hadi Zanzibar, nimeenda Kigoma, nimeenda Tanga, nimeenda Manyara, Babati, nimekaa wiki nzima naitafuta Simba kwa pesa yangu mimi mwenyewe. Natokea Bukoba, ushahidi ninao wa Bukoba. Ushahidi wa Bukoba ninao, huu hapa Senene kutoka Bukoba, na hapa nimekuja Simba Day tarehe 10 hadi wa leo niko hapa nasubiri Simba. Sipendi kwa kuongwa, natumia fedha yangu, mimi sio kibaraka. Umeona bana? Sasa naiamkia Yanga kwa sababu maumivu niliyopata uwanjani hadi machozi nimelia bwana. Mara 6 ambazo unapoteza dhidi ya Young Africans, pengine ni ushindi upi ambao umekuja sasa hivi? Aise, hapa tulikuwa tumepumzika maumivu, sawa? Sasa leo ndio tunafungua ligi hii ya leo. Imeniumiza sana yaani ile mara 5 ile nimeshaisahau kwa sababu nimecheza fainali Zanzibar, nimeshuhudia uwanjani. Sasa hii ya leo imeniumiza kuliko zote hii ya leo. Ndio maana nimeamua kutoa salamu kwa mashabiki wa Yanga na wachezaji wa Yanga wote. Mashabiki wa Yanga shikamoo. Wachezaji wote uwanjani waliocheza mpira shikamoo. Shabalala nimemuona. Mwamkie Shabalala. Aise wataka umzomee wamzomee. Mwamkie Shabalala. Baadhi ya Simba walisema kwamba huenda kawa umri umeshamtupa mkono. Hata mimi nilisema mwanzo, lakini kwa alichofanya uwanjani leo baba Shabalala shikamoo baba. Kazi ipo. Kazi ipo. Pengine pengo lake unaona kama limezidika ndani ya Simba. Wewe umeona cross gani kutoka kushoto kule kwetu? Mpira uliuangalia? Umeangalia mpira leo? Unawezaje kwa salimia? Amepiga cross gani aliyopiga kushoto kwa Shabalala? Uliona leo? Imepigwa leo. Kapombe ndio ameipiga moja kulia. Sawa bwana? Na ikapigwa kichwa. Diala kaisefu. Ila kushoto umeiona? Sawa bwana? Mimi na umivu yangu mpira ninapoufuata kila kona natumia gharama zangu mimi. Zanzibar ulienda? Zanzibar ulienda? Zanzibar ulienda fainali? Nitakuonyesha. Jibu swali. Mimi siwezi kumjibu, namjibu kwa vitendo. Jibu swali. Namjibu kwa vitendo. Sasa niuliza kuhusu Zanzibar nilienda. Nataka nimjibu kwa vitendo sasa. Anapozungumza unapozungumzia habari hiyo. Kwa kweli sawa. Hii slogan yetu ilikuwa nini?
Slogan yetu ilikuwa hii, tumebeba bila kumfunga Yanga. Sasa unapozungumza bila kumfunga Yanga, furaha itakuwepo. Nataka nimkumbushe, nakwambia bila kumfunga Yanga furaha itakuwepo, kwa sababu habari ya Zanzibar tunakwenda viwanja tofauti. Mimi nimeifuata Simba mkoa hadi mkoa. Yanga na mechi ya kimataifa finali ilikuwa imekuwa kama shabiki wa Simba lazima unapozungumza kwamba Simba Yanga wasalimie. Shukrani wewe kawaamkia kwangu mwali wa Mkoleni hao hawana shida kwetu. Pengine ni kitu ambacho kinafanya hasa ujiamini kuja kusema kwamba leo bwana jamaa watoke. Mimi kikosi changu kipo bora, maana siasa zetu wengi sana. Wao wamefumua timu nzima, mbaki wachezaji watatu wa zamani. Umeridhika na kipaji kiwango ambacho ameonyesha Ndambue leo? Ndambue leo sana kaonekana katika namba 6 za mpira mzuri sana. Mimi nimefurahi. Hiyo kama auto yupo lakini mmeridhia wanasema. Sana, auto tushamsahau hapa, hata hatumkumbuki. Sisi bora kusema zote, kipa yupo bora, beki yupo bora, forward yupo bora. Wao walikuwa wanajiamini sana. Tuna mpira wanataka sisi tuna force kutafuta goli. Mchezaji gani haswa amekukosha zaidi ndani ya uwanja? Mimi Diara kipa. Kwa nini Diara? Kipa michezo mingi ameokoa Diara. Michezo mingi sana Diara katuokoa. Yaani baada ya sababu ya kuingia Didi Wad na mtumzia Ekua, mimi tumetegemea angefanya maajabu kama yale ambayo tumeona siku ile wiki mwana. Ndio. Lakini imekuwa ndivyo sivyo. Amepata nafasi 1-1 tuko na Kamara kinaweza kuacha kitu. Unajua unadhani pengine labda tumpe muda ama ndio uwezo wake hapa? Tumpe muda. Mechi ya pili tumpe muda. Bado ligi ndio inaanza. Bado tumpe muda bado sana, mapema sana kumjadili mchezaji. Wachezaji unaona Yanga unaiona wapi kwenye shirikisho ya kimataifa? Tunatapa, hamna mpinzani, sio hapa ndani mpaka nje, tupo vizuri, hakuna shida, hakuna doubt. Tunajiandaa ligi ya mabingwa, ndio tunachofuata Septemba 19. Hii ni salamu gani kwa mashabiki wa Young Africans baada ya ushindi wa leo kwenye ngao ya jamii? Salamu ya kusema yani tuombe dua mechi inayofuata nje ya kimataifa tushinde. Bwana, mimi kushukuru sana. Asante sana, Mungu awabariki. Asante.